Nyumba ya pa kazi bomba sana kutoka ZC Production, Chumbara Budra na The Chosen One by the name. Tunakuletea kazi bomba sana ikiwa katika episode safi ambayo inafuata. Baada ya kutamba sana na episode ya 10, sasa tuko na episode ya 11 ya tamthilia bomba sana nasema Love Alarm. Unaweza kusema ni mlio wa upendo vile ambavyo unaitoa inakuwa bomba zaidi. Basi niunganishe pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita ya 10 ili kuendelea kuenjoy utamu wa tamthilia bomba sana ya pa. Yente. Wasewa basi baada ya uvumi kusambaa sana, lakini pia binti alikuwa anamiliki account ya Instagram ambayo alikuwa ameka jina la usili sana. Sasa bwana mdogo ambaye ni dereva wa kina Hyung anapata basi ya kumuona bibi katika maandalizi ya shughuli moja kubwa ya sana ya harusi, na hapa alitoa taarifa kwa mkali juu ya kila ambacho anakienda. Sasa binti akiwa anaendelea kupita katika peji ambayo anamiliki yeye na mtu yoyote haitambui, kuna taarifa ya uvumi inaonyesha kwamba kuna miili takriban ya watu 23 ambao wameweza kukutwa katika eneo moja wakiwa wameangamia, yani wamepoteza maisha. Lakini chote ambacho kinazungumza kwa sasa tu huenda program ya Love Alarm ndio ambayo imesababisha majanga yote ambayo yametokea kwa sasa. Sasa ilikuwa ni wakati mzuri sana wa familia kina bwana mdogo wa kufahamika kwa jina la Sunyo akiwa na mkali Hyung wakaendelea kupata chakula, lakini baba alikuwa anaongea maneno fulani ya kejeli sana. Hasa vijana saizi wamekuwa dhaifu sana, angalia namna ambavyo wanaweza kaendeshwa na mapenzi. Hii kauli ilimkata sana bwana mdogo mpaka ajisikia vibaya sana kuona inakuaje mzee anaongea vitu vya ajabu kama hivyo. Alimwomba rafiki yake wa kufahamika kwa jina la Hyun waweze kutoka tu na kuapisha wazee. Sasa upande wa pili kwa binti huyu ambaye anafanya kazi na bibi wa kufahamika kwa jina la Kim Jejo, anasema sijajua na mimi endapo ndakuja kufikia wakati ambao umefika watu hao kutokana na upendo wanaweza kujiingiza katika matatizo zaidi. Hiyo yote imesababishwa na program. Anasema huo ni uvumi tu, lakini sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza akashindwa kucontrol hisia za kile ambacho anakipenda. Basi tunaambia majira usiku kidogo bwana mdogo alipata nafasi ya kukaa na mkali, na hapo alianza kupiga story 2-3, lakini mkali kufahamika kwa jina la Hyun alikuwa amehuzunishwa sana na kile kitu, lakini bwana mdogo alihitaji rafiki yake apoteze hizo habari. Haikuchukua muda alifika bwana mdogo ambaye ni dereva. Sasa hapa alikuwa anahitaji kuendelea kupiga story na watu wa Tara binti Tibu. Stories zilikuwa zinaendelea, lakini mkali alikuwa na kitu ambacho anahitaji kumshirikisha mwamba, ya kwamba anasema baada ya kwenda katika eneo fulani la sherehe alipata nafasi ya kumuona binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Hii ilimshtua sana mkali wa kufahamika kwa jina la Hyun, kwani mwamba anampenda sana binti pamoja na kwamba vimepita vitu vingi sana, na hii ilikuwa ni kumbukumbu tu ya taswira ya kile ambacho kilipita nyuma zaidi juu ya mwanaume kupigania pendo lake kwa binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Sasa roho ni msimu mzima wa maandalizi ya siku za Christmas na mwaka mpya, hivyo habari zilikuwa zinasambaa sana juu ya kile ambacho kimetokea. Hatimaye binti alipata nafasi ya kufika kwa mtu ambaye alikuwa ni kama rafiki ambaye alimsaidia sana kipindi ambapo bibi yake alikuwa na matatizo sana. Leo alikuja kumuona tu, lakini pia alikuja kwa ajili ya kumsurprise kwa kile ambacho anakifanya, na baadaye bibi aliingia katika lile eneo kuendelea kutengeneza picha nyingine. Huyu binti ndo mmiliki wa ile account ya Instagram ambayo inaposti picha na imekuwa ina maarufu sana kwa wakati, kwani anazungumzia hisia fulani ambazo zinakuwa zinawagusa watu kupitia jina la Love Alarm. Yeye anajiita Huminomon jina hayo. Basi upande wa pili kwa binti ambaye anafahamika kwa jina la Iko akiwa na mkali. Huyu bibi ni maarufu sana na ni star moja mkubwa sana kutoka kule Marekani, lakini kwa sasa Yukijo ameamua kuja kuzipendi maisha yake na mkali wa kufahamika kwa jina la Sunyo. Ila kiukweli tu naye amegundua kwamba mwamba ampendi, kwani pindi ambapo anawasha ile program anakuta kuna kitu chochote ambacho kina detect. Lakini upande wa pili kwa mkali, hapa alipata nafasi ya kupiga tena story na driver hao na kujaribu kumuuliza mambo mengi juu ya kile ambacho kimetokea. Lakini wakiwa wanaendelea kupata habari, basi ilikuwa ni taarifa kwa umma kutoka katika kitengo kikuu maalum ambacho kimefanya uchunguzi juu ya leo tukio, na hao wamekuja na ripoti ya kwamba wale watu kilichosababisha waweze kupoteza maisha ni swala zima la ulevi, yani utumiaji wa vilevi vyenye kemikali, na hata hivyo sio Love Alarm program ndio imesababisha kile kitu kitokee. Lakini watu wajua tu ni uvumi, kwa sababu huenda hicho kitu kina manufaa sana. Sasa upande wa pili kwa bwana mdogo akiwa anamsubiri bibi alienda sehemu moja tu kwa ajili ya kuchukua kitu fulani ambacho ni kama bite ili aweze kuzitumia, lakini pia
Mwanaume ajaribu kuangalia katika lavu alamu yake na aligundua kwa wakati huo huenda binti anampenda sana ili yeye bado hajaruhusu moyo wake. Hii inatengeneza nafasi ya kuamini ya kwamba mkali naye anagundua tu ni kwamba binti anampenda sana, japo hajapata nafasi ya kumwambia kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Kumbuka binti amekuja kwa masuala mazima ya fashion, yani mambo fulani ya urembo, na huyu mwamba ndio mtu ambaye anadili na hizo mbanga kutoka kwenye kampuni ya babake. Basi binti alimwomba mwamba ingekuwa vema sana kama angepata nafasi ya kwenda pamoja katika msimu mzima wa sherehe, kwenda kuenjoy katika eneo moja hivi, pabu moja kubwa sana, ndakupa jina hapo mbele. Rwamba upande wa pili sasa kwa binti huko ambako anaishi binti Sunio, bila kumsahau binti wa kujidai. Sasa hapa bibi anajitamba sana, anasema leo nimekuja na bidhaa mpya sana kwa ajili ya wateja wangu, lakini nafikiri hii itakufaa, lakini kama hujapenda rangi pia ninayo ya blue hapa. Hizi ni bidhaa ambazo zitakufanya uenjoy sana katika msimu huu wa sikukuu. Lakini akiwa anaendelea na video anashangaa binti anaingilia kwenye live stream yake. Alichofanya alizima afu akadisplay picha ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Yukijo. Hii ilikuwa ni lengo tu la kumuumiza bibi ya kwamba kiko wapi sasa, hata mtu ambaye alizania na kupenda wewe alishakuacha na yuko na mtu mwingine aendelea kutamba tu. Sasa binti akiwa anatembea anakumbuka baadhi ya kumbukumbu za mkali, namna ambavyo alikuwa anaonesha akiwa na furaha na yule binti wa kufahamika kwa jina la Yukijo. Hivyo alihitaji kufanya upelelezi kidogo, kumjua kidogo binti na kupata taarifa ambazo zingempa mwongozo kidogo wa maisha ya yule bibi ya kufahamika kwa jina ya Yukijo. Hatimaye baadaye anahitaji kuelekea katika sehemu moja hivi kwenda kujiliwaza kidogo. Basi upande wa pili kwa binti wa kufahamika kwa jina Yukijo, leo yuko katika session ya photoshoot, mambo fulani ya kujiweka sawa kwenye masuala ya picha. Kumbuka yeye ni model, ni mwanamuziki, lakini pia ni dancer. Hivyo hizo ndo mambo zake, na hii ndo nafasi iliyofanya awe karibu sana na mkali, kwani mkali naye wazazi wake wanapenda kijana wao jishughulishe na masuala ya modeling kitaalamu zaidi. Basi binti akiwa katika eneo la maktaba huko leo alipata mshangao mkubwa sana kumwona mkali wa kufahamika kwa jina la Ioni naye ameingia katika maktaba. Binti alikuwa anajaribu kujificha tu, hakutaka kunana na mtu huyu, kwani ni kipindi kirefu sana ambacho kimepita, nahisi akutengeneza kitu ambacho kilikuwa kina usawa kwa mwamba kufahamika kwa jina hiyo. Sasa baadaye akiwa anatoka akiamini mkali ameondoka, alishangaa kumwona mwamba na kibaskeli chake yuko hapa nje. Anasema najua ulikuwa unatafuta nafasi ya kujaribu japo kunikwepa, lakini natamani sana kama nafasi yetu ya mwanzo ingeweza kurejea, kwa sababu maisha yana vitu vingi sana vya kujifunza. Hayo alikuwa ni maneno kwa mkali kwenda kwa binti, na binti ilimshangaza sana. Sasa naambia katika sherehe ambayo anahitaji kuingia huko anaingiaga wale VIP, wale vele very important person chana nao vele. Basi baada ya kuingia katika eneo hili, ilikuwa ni sehemu special ya watoto wakishua na matajiri. Wao wanakuja kusherehekea sikukuu katika eneo ambalo limepangwa likiwa liko special sana. Hapa mtaalamu alipata nafasi ya kuja kuenjoy na binti wa kufahamika kwa jina la Yukijo. So ikiwa ni siku moja ambayo inakaribia kabisa kufikia mwaka mpya. Binti alikuwa anafurahi sana, lakini alisema vipi sasa kama ungepata nafasi ya kuweza kuzungumzia japo tu nafasi ya mtu wako wa kwanza kukutana naye katika mahusiano. Hii ilimkumbusha mwanaume mbali zaidi, akiwa anakumbuka namna ambavyo alikutana na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Sasa naomba upande wa pili kwa mkali wetu huku anahangaika na simu, anatuma message anafuta, lakini hatimaye alifanikisha kutuma message moja. Hapa hatujui message anatuma wapi, lakini anaonekana kuna sehemu alikuwa anatuma message. Sasa ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inazidi kufuata, tukiendelea kutamba na mzigo bomba sana hapa wala. Sasa naomba siku ambayo inafuata binti aliingia katika maktaba na kukuta watu wamejaa sana, hivyo mwanaume alitengeneza nafasi ya kumwachia binti aweze kukaa ili aweze kupata nafasi ya kusoma na kuondoka. Lakini binti baadaye aliweza kumfuata na kumwambia mkali, kwa nini unafanya mambo yote hayo na nini ambacho kinakusukuma uendelee kutengeneza nafasi ya kuwa nami kwa wakati. Mwanaume anasema najua yaliyopita yamepita tu, lakini itapendeza na itakuwa vema sana kama bado una kumbukumbu yangu katika akili yako. Hii ilimshtua sana binti kwa wakati, kwa sababu mkali kwa saizi anachoamini ndio nafasi pekee ya kuweza kutengeneza gepo la kurudia
na la kurudiana na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Sasa unafikiri ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata ya Love Alarm ya The Chosen One, kama kawa kama dawa kama kawaida ndani nyumba tena hapa? Basi tukutane katika matukio yanayofuata. Hii ni kipande ambacho kinafuata, utakwenda kuyajua mengi sana ambayo yatakuwa yamejificha katika tamthilia bomba sana hapa ya Love Alarm, kwani inaonesha binti anapata nafasi ya kutana na mkali tena. Hakika ni kizaza. Sasa vipi kwa mkali wetu Hyun, kama nafasi hii ataikosa kwa mara ya pili? Hebu tukutane katika episode inayofuata ili kuendelea kutamba na Love Alarm. Kumbuka hii ilikuwa inapigwa live sana kutoka GC Production jumba la burudani. Hatima ya mkali Hyun, hatimaye mwanaume anapata nafasi ya kuja kukutana na bibi. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri? Hebu tuendelee kutamba na mzigo huu hapa. Let's say ciao.